Azam TV. Fuwaha kiganjani. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto Tanzania, Mheshimiwa Mwanaidi Ali Hamisi, amesema utolewaji wa elimu ya upigaji kura utasaidia wananchi kutumia vyema haki yao ya msingi ya kidemokrasia kwa kuchagua viongozi wanaowataka kwa njia sahihi. Akifungua mafunzo ya siku moja juu ya elimu sahihi ya upigaji kura kwa masheha na wajumbe wao kutoka shehia 63 za mkoa huo, mafunzo ambayo yameandaliwa na taasisi ya Ustawi Zanzibar Foundation huko Unguja Ukuu, Mwanaidi amesema hatua ya utoaji wa elimu kwa wapiga kura katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi ni jambo muhimu ambalo litachangia kuleta mchakato wa kidemokrasia wenye uwazi, haki na usawa, sambamba na kupunguza changamoto ya kuharibika kwa kura siku za uchaguzi. Jinsi kura zitakazopigwa, naamini nitoe wito tu kwa mashehia nyingine wajitokeze, wadau wengine kutoa elimu. Huu ni wakati muhimu sana wa kutoa elimu kwa mafunzo ya upigaji kura katika nchi hii, katika jambo letu la tarehe 29 ambalo tunazisubiri kwa hamu kubwa na amani na utulivu wa nchi. Lakini uzuri ujitokeze, wende mapema ili uwahi upone taratibu. Kama kuna tatizo au kuna kosa umerekebishwa, umelisahau nyumbani, uweze kurudi na kutekeleza wajibu wako au haki yako ya kupiga kura. Kwa hivyo wito wangu kwa wananchi, tujitokeze kwa wingi, tukapige kura, tukachague viongozi wetu makini, mahodari, mahiri ambao watatuletea maendeleo katika nchi yetu. Wala tusisikilize fitna au malumbano yanaelezwa na watu ambao hata nchi hii hawapo. Wanataka kuchochea tu na kuharibu taifa letu, lakini hao tusiwasikilize. Sisi kama Wazanzibari tunajielewa, tuna amani, tuna utulivu, na uchaguzi wetu mtu imani yake haingiliwi na mtu, ni yeye mwenyewe binafsi. Kwa hivyo shime wananchi, tarehe 29 mwezi wa 10 2025 tujitokeze kwa wingi kupiga kura. Tuna kura za mapema ambazo hizo ni kwa watu maalumu. Usije ukaenda kwenye kituo tarehe 28 ukasababisha fujo au ukasababisha taharuki katika vituo vya kura. Wewe tarehe yako mwananchi ambayo umekewa ni tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Kura ni haki yako, amani ni wajibu wako. Hapa mkurugenzi wa sheria kutoka Tume ya Uchaguzi Zanzibar, Maulid Mohamed, na katibu wa taasisi ya Ustawi Hussein Hamid Usi wakaelezea lengo la taasisi hizo kuandaa mafunzo kwa masheha. Foundation imeandaa mafunzo haya kwa ajili ya kuwapa elimu watu wa makundi yote, kuanzia kwenye mashina ya wananchi, maana yake masheha na wengine na wananchi wote kwa ujumla, ili waweze kujua namna sahihi ya upigaji kura na watimize haki yao ya kidemokrasia ya upigaji kura Oktoba 2025. Changamoto kubwa ni watu wa chini wa kwenye mashina ambao hasa vijijini, na mkoa wetu wa Kusini ni takriban 90% ni vijiji. Hivi watu wa vijijini wanakuwa wanashindwa kupata elimu. Wachache wanasikiliza redio, wachache wanapata taarifa kwenye televisheni, lakini wengi wao kufikiwa moja kwa moja kupitia viongozi wao ni njia rahisi kabisa ya wao kuweza kupata elimu. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tumeiona uchaguzi uliopita, na tumewaita masheha na wajumbe wao na wananchi wengine kwa ajili ya kutatua hiyo changamoto kupitia elimu. Kwa masheha na makatibu wa masheha wa mkoa wa Kusini ili kuwapa mafunzo kuhusiana na utaratibu mzima wa upigaji kura, hasa ile siku ya kupiga kura. Kwa vile tume imeona kwamba ipo haja ya kutoa elimu ya kura, ikiwa ni jukumu lake la msingi la kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na utaratibu wa kura, kwa sababu wananchi wengi bado wanakosa uelewa wa namna gani ya kufanya ile siku ya kupiga kura, hatua ambayo wanatakiwa kuzichukua siku ya kura, kujua mambo ambayo yanaruhusiwa, lakini vile wanatakiwa watambue vitu gani havyoruhusiwi siku ile kufanya siku ya kupiga kura, kama vile kwenda na silaha au kwenda na nembo ya vyama. Kwa hivyo ndio maana sisi kama tume tumechukua jukumu hili la kutoa elimu kwa wananchi, kuwaelezea mambo ambayo yanatakiwa kuyafanya hasa katika siku ambayo ya kupiga kura.
Washiriki mafunzo hayo nao wakatoa maoni yao kuhusu utolewaji wa mafunzo hayo ya elimu ya upigaji kura. Nafurahi sana hapa kupata fursa ya kualikwa katika mafunzo haya, mafunzo ambayo juu ya wajibu wa mpiga kura. Kwa hivyo tunashukuru taasisi ya Ustawi kwa kuleta mafunzo haya wakati muafaka. Na kwa kweli ni mafunzo ambayo mazuri, tumeyafahamu vizuri na wajibu wetu sisi tutayafikisha kwa wananchi wetu katika shehia. Kwa hivyo tunawapongeza sana na tunashukuru, wasiache waendelee kutoa elimu kama hizi mara kwa mara. Lakini chengine ambacho kipo, upatikanaji wa hii elimu ni kitu cha busara hasa katika wakati huu, hasa kutokana na mihemko ya vijana ambao wengi wao ambao hawajapiga kura na hawajui maana ya thamani ya amani. Thamani ya amani bado ni pevu tu. Ukiangalia amani imezungumzwa kila sehemu katika dini zote. Sasa tuone kwamba upatikanaji wa mafunzo huu iwe chachu wa upatikanaji wa amani na uchaguzi wa huru na haki. Hii ni Chum TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.